Mtakatifu, Mungu wa rehema, Mungu ishie na kumiliki milele, kwa mara nyingine tena tupo hapa kwenye uwepo wako Jehova, katika jina la Yesu, nikiwa na moyo wa shukrani Bwana mtakatifu, kukuletea utukufu kwa namna ambavyo Mungu umependezwa kwamba tukusanyike tena mbele zako chini ya uvuli wa mbawa zako, ili kwamba tusikie tena kutoka kwako na tuweze kupaza sauti zetu kunena mbele zako. Roho Mtakatifu, napenda kusia kwamba wewe tena utuatamie, kwa tusaidie, kwa tupe neema Mungu wetu katika kuomba na katika kusikia. Asante kwa sababu Bwana mtakatifu, tunatamani kuona yale mapenzi yako, na najua uko tayari kuyadhihirisha yale mapenzi yako. Nijisalimishe tena kwa mara nyingine mbele zako na chini ya mamlaka yako. Niombe ya kwamba kupendeze tena kunitumia, kunipaka mafuta ya neno na ufunuo wa kufundisha kanisa lako. Ninaomba utusikie tuitapo na ujibu tuyaombayo katika jina la Bwana Yesu. Amen. Naomba tufungue pamoja. Jana nilisema tunafungua Yoshua sura ngapi? 15. Mstari wa 13 mpaka 20 mpaka 19. Si ni sawa? Asante. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kisha alimpa huyo Kalebu mwana wa Yefune sehemu kati ya wana wa Yuda kama Bwana alivyoamuru Yoshua, maana ni Kiriath Arba, na huyo Arba ni huyo Arba aliyekuwa babaye Anaki. Anaki mnamjua? Wana wa Anaki mnawajua, ndio nimewazungumzia sana, ndio wanefiri wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio yale yalikuwa majitu. Sasa baba lao hili lilikuwa linaitwa Arba, lilikuja likateka hii sehemu inaitwa Hebroni, likakaa hapo, wakazaliana hapo, na jina la mahali hapo pakaitwa kwa jina la huyo mtu, pakaitwa Arba, pakaitwa Kiriath Arba kwa ajili ya hilo jitu lilokuwa linaitwa Arba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 14. Huyo Kalebu akawafukuza watoke hapo hao wana watatu wa Anaki, nao ni Sheshai na Ahimani na Talmai, wana wa Anaki. Kisha akakwea kutoka huko ili kuwaendea wenyeji wa Debiri. Jina la Debiri hapo kwanza lilikuwa Kiriath Seferi. Kalebu akasema, yeye atakayeupiga Kiriath Seferi na kuutwaa, mimi nitampa Aksa binti yangu awe mkewe. Naye Othnieli mwana wa Kenazi nduguye Kalebu aliutwaa, basi akampa Aksa binti yake awe mkewe. Kisha ikawa hapo huyo mwanamke alipokwenda kwa mmewe, akamtaka aombe shamba kwa baba yake. Akashuka katika punda wake. Kalebu akamuuliza, wataka nini? Yule mwanamke akasema, nipe baraka, kwa kuwa umeniweka katika nchi ya kusini, unipe na chemchemi za maji pia. Ndipo akampa chemchemi za maji ya juu na chemchemi za maji ya chini. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Bado agenda yetu ni kanisa kurudi mahali pake, kurudia uhalisia. Ukisikia kanisa, hata shetani mahali anakoishi ajue kinachoongelewa ni kweli, ni kanisa. Haleluya. Sema nimeokoka, ieleweke umeokoka. Ukisema unachotaka kiwe, mamlaka za anga za ulimwengu wa roho zinaelewa mtu ameongea. Tujipange vizuri, kwa sababu aliyeongea ni mtu ambaye yumo kabisa katika Mungu. Nimekuwa nikiwapa image au picha ya Adam kabla ya anguko, na ile picha Adam katika kabla ya anguko
ndio picha ya Yesu, ndio picha ya Yesu aliyokuja nayo, kwa sababu Yesu alikuja akiitwa mwana wa Adamu. Ndio hasa title au nafasi yake. Alijitambulisha mahali pengi kwa jina la mwana wa Adamu, kwa maana ile ile kwamba amekuja kuzaliwa katika mwili ili achukue ile muonekano wa mwili wa asili wa Adamu. Haleluya. Na kwa hiyo mara nyingi alijitambulisha kwamba ni mwana wa Adamu. Lakini kuna vitu viliambatana na hilo jina mwana wa Adamu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 5, sikumbuki, nadhani naanzia mstari wa 24, inasema yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima milele. Haleluya. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja, ngoja niasome nisianukuu vibaya, lakini point nilikuwa nailenga ni ile aliyomalizia nayo kwenye nadhani kwenye mstari wa 29 au 28, anaishia kusema kwamba naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Unasikia? Akampa hata nisiposoma hayo mengine, maana nilichokuwa natafuta hicho. Naye akampa amri ya kufanya hukumu. Ni mstari wa ngapi? Wa 20 ngapi? Ni 29 28. Yohana 5 27. Mstari wa 27. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Ni sawa? Hakumpa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kipengele alichokitumia Baba kumpa Yesu mamlaka ya kuhukumu ulimwengu wote, vinavyoonekana na visivyoonekana, ni ile nafasi ya yeye kushuka kuwa mwana wa Adamu. Mamlaka alipata sio kama mwana wa Mungu. Alitumia mamlaka aliyopewa kama mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na msalabani hakushinda na kupokonya mamlaka za adui kama mwana wa Mungu. Aliangusha ufalme wa shetani kabisa kwenye ulimwengu wa roho na kumpokonya mamlaka na kumfanya kuwa mateka katika hali yake na title yake ya mwana wa Adamu. Haleluya. Mwana wa Adamu katika mwili kama mwana wa Adamu, akasurubisha Adamu wa kale, akasurubisha dhambi, akasurubisha ile tunaita human nature, ile asili ya anguko la wanadamu, akaisurubisha. Nguvu ya dhambi akaisurubisha, na vitu vyote akavisurubisha katika mwili kama mwana wa Adamu. Haleluya. Akakabiliana na mauti na akashinda mauti, akafufuka katika mwili, sio katika roho. Alifufuka mwili kabisa kama mwana wa Adamu, na ndio maana ana mamlaka ya kufanya hukumu kama mwana wa Adamu. Haleluya. Ana mamlaka ya kufanya hukumu kama mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba turudi kwenye kitabu chetu cha Yoshua.
Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake ni kwamba Yesu alipokea ushindi kutoka kwenye nafasi ya mtu amekubali kuingia kupigana kama mtu, mwana wa Adamu. Maana yake Yesu mtu. Ukisoma kwenye Biblia nasema mwana wa Adamu, maana yake inaongelea upande wa Yesu kama mtu. Maana Yesu alipokuwa duniani alikuwa vyote. Alikuwa katika nafasi ya kuwa mtu, ni mtu kamili. Ana sifa zote za mtu kamili. Lakini pia ndani mwake pia ni Mungu kamili. Ana sifa zote ndani mwake za kuwa Mungu kamili. Kwa kama mtu, Yesu mtu, ndio iliyotumika kushinda, ndio iliyotumika kupigana vita na kushinda. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana ingetumika ile ya Mungu, shetani angesema mmenionea. Mimi nguvu zangu na za aliyeniumba tunakaribiana wapi? Mnajifanya mmeshinda wakati mmetumia nguvu ambazo mnajua mimi sina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili adhihirishe kwamba mwanadamu wa kawaida anastahili kurudishiwa kile alichopoteza baada ya anguko, Yesu alikuja kukichukua kwa ushindi mkubwa wa vita vikubwa kama mwana wa Adamu, ili amrudishe mwanadamu katika ile hali ya utukufu wa kwanza aliyokuwa nao kabla ya anguko. Ndio maana wakati fulani niliwafundisha nikasema kilichozaliwa baada ya kifo cha Yesu kinaitwa kanisa, na kanisa jina lake lingine ni kiumbe kipya. Imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Tukizungumza kisayansi tunasema imetokea species nyingine. Unaposema kimetokea kiumbe kipya, kibiolojia unasema kumetokea species mpya. Haleluya. Species isiyo ile ya anguko. Kanisa ni kiumbe kingine kipya, kimetokea msalabani. Haleluya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Sasa mwanadamu huyo pia, kutokana na lile na ule ushindi wa Yesu na ile mamlaka, naye pia ana mamlaka ya kushinda pia nguvu zote za giza kwa ushindi ule ule aliyoupata Yesu. Ndio maana akasema nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za kutisha, na wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Na akaendelea pia katika Marko akaendelea kusema kwamba ishara hizi zitafuatana hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Na tena katika Mathayo sura 13 sura 16 akasema ninalijenga kanisa langu juu ya mwamba, na milango ya kuzimu haitalishinda. Tena akasema niwapa funguo za ufalme wa mbinguni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa pia na mbinguni yamefungwa, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa na mbinguni pia yamefunguliwa. Yote hiyo ni kuonyesha kwamba kanisa ni species ambayo inaweza kuwa tu ni type ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa uweza, kwa kazi zake, kanisa ni image au ni sura ya utendaji wa aina ya Yesu. Ndio maana akasema yeye atakayeniamini, kazi nizifanyazo naye atazifanya, naam
kubwa kuliko hizo atazifanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Alipokuwa akiongelea kwa habari ya kanisa, ndio maana nafundisha sana kanisa, na nimetamani haya ninayofundisha yawaingie watu ambao wameamua kuwa tayari kurudi kwenye mpango wa Mungu. Wameshaziambia fahamu zao kwamba nimeelewa Mungu alicholenga, sasa na mimi kwa utashi, kwa sababu mwanadamu aliondoka kwenye mapenzi ya Mungu kwa utashi, na naweza pia kurudi kwenye mapenzi ya Mungu kwa utashi. Mwanadamu alipoteza sura ya Mungu kwa utashi, na naweza kairudia sura ya Mungu kwa utashi. Ndio maana hakuna lazima. Neno linaanza aaminie. Ukishakuta neno nasema aaminie, inaongelea will power, utashi. Kwa sababu mtu anaweza kaamua siamini. Asipoamini, hayo mambo sio yake. Inasema aaminie. Yeye aniaminie, kazi nizifanyazo atafanya, na mkubwa kuliko hizo atazifanya. Anaposema aaminie, anaongelea jambo linaitwa utashi, uchaguzi, kwamba mtu anaweza kachagua kuamini, lakini pia anaweza kachagua kutokuamini. Haleluya. Anaweza akachagua kuogopa, au anaweza akachagua kutokuogopa. Tunakwenda pamoja? Kuogopa au kutokuogopa hakufosiwi ndani na Mungu. Yaani Mungu hataleta pampu halafu ameweka hewa fulani kwenye mtungi inaitwa ujasiri, halafu aanze kuipampu ndani ya mtu imuingie. Ujasiri umeingie. Mungu hapampu ujasiri. Ujasiri mtu anachagua kuwa nao, au anachagua kuwa mwoga, anachagua kutokuwa na ujasiri. Tutakwenda pamoja? Hayo ni mambo ya utashi. Mtu anaweza kuchagua kuogopa, na mtu anaweza kuchagua kutokuogopa. Hayo ni mambo ya utashi. Kwa hiyo ndio maana nasema natamani nihubiri mambo haya. Haya mambo nazungumza ni makubwa sana, lakini natamani niwaambie walioko tayari kuyaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo nasema kwa muda sasa wa siku 10 mfululizo, mimi najua naongea mambo makubwa, halafu ni halisi sana, lakini natamani niwaambie watu ambao wako tayari kuyaelewa. Haleluya. Wako tayari kuyaelewa na wako tayari kuchagua kuyatumia. Unajua nilipoanza nilisema maneno gani? Nilisema hii Biblia, nadhani ilikuwa Jumapili, sijui. Nikasema hii Biblia unaweza kuamua kuisoma au kutokuisoma, lakini hii Biblia hela zote unazotaka ziko humo, heshima zote unazotaka ziko humo, ushindi wote unaotaka uko humo, uzima wote, afya, uponyaji unaotaka uko humo, upenyo wote unaotaka uko humo. Kila unachoweza kuongelea kwamba unakitaka kimo kwenye hiyo Biblia unayotembea nayo. Haleluya. Lakini unaweza kuamua kutokuisoma au kuisoma. Unayo, ni mali yako kabisa, unaishi nayo nyumbani, lakini unaweza kuamua kuisoma au kachagua kutoku unaisoma. Bora hakuna mtu atakuja kuforce kuisoma, na hakuna mtu atakulazimisha.
Ni wewe unachagua uisome au usiisome. Hayo ni mambo ya utashi. Unachagua mwenyewe. Kusoma au kutokusoma ni jambo lako mwenyewe. Ila ukweli utajiri uko humo. Kuna mzee mmoja, ni story lakini walikuwa wanatufundisha sisi watoto wa enzi hizo tujifunze kwamba utajiri sio kubahatisha. Utajiri ni waku unapiga kazi, unafanya kazi. Wakatutungisha shairi kwenye darasa la ngapi, si la 5, si la ngapi. Nasema karudi baba mmoja. Wangapi wanaikumbuka? Wale wanzio wanaijua. Karudi baba mmoja toka safari ya mbali. Yule baba amevimba mapaja na mwili unatetemeka. Watoto wakaja, wao hawajali anaumwa, wanataka mali. Wanaona mzee, kabla hujafa tueleze hazina iko wapi. Baba akawaambia, jamani, kama mnataka mali imeficha kule shambani. Wao wakaamini mali kweli amezika sehemu kule shambani. Wakamuuliza, tunapataje sasa? Haleluya. Kama tunataka mali tunaipataje shambani? Akaambia, kwanza shirikianeni, nawapa hiyo kauli. Fanyeni shambani, mwisho mtapata mali. Haya sasa buriani, kifo kimenikabili. Halafu alipokwisha kutaja fumbo hilo la akili, mauti nayo yakaja, roho ikaacha mwili. Haleluya. Na watoto kwa pamoja wakakumbuka kauli, kama mnataka mali tazipata. Walilima. Mimi najaribu kuwafikiria wale jamaa wanalima huku wakifikiri tunapoenda kulima tutaibua mzigo. Nadhani walikuwa wanalima wanachimba kabisa. Wakiamini tukilima tutaibua mzigo. Mwisho shamba lote likaisha, hakuna kitu. Wakaanza kutafakari, huyu mzee alitufumba. Sasa tumesha lima, situpande tu mahindi. Watu wa Mungu mkubwa anamwambia, ndugu zangu, ndio tumesha lima hivi, tupande tu mahindi. Haleluya. Wakapanda mahindi, wakapalilia. Mavuno yalipokuja, matajiri. Na yule mzee naamini alionyesha shamba kubwa, hakikisha wanafanya kazi kweli. Haleluya. Walipomaliza kulima wakapanda mahindi, walipovuna ndio wakamuelewa mzee, kumbe alimaanisha hii. Wakati huo sasa wanakula kwa raha, mengine wameuza, wamenunua na magari, wanatembelea, wamejenga nyumba. Wakamuelewa mzee, kumbe alisema tufanye kazi. Tajiri uko kwenye kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliwaambia fumbo, mali iko kule shambani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usipochagua kusoma Biblia yako, usifikiri haya mambo Mungu anasema yamekuja katika Yesu Kristo utapata hata moja. Kwa sababu yote yako kwenye Biblia. Yote yamefichwa ndani ya Biblia yako. Hiyo unaotembea nayo. Usiposoma hiyo Biblia yako kwamba Yesu alikuja msalabani akaleta hiki akaleta lile, utakuwa unasikia shuhuda za wengine. Wewe wa kwako hautakuwemo. Kwa sababu yamo kwenye Biblia. Jambo la pili nikasema, baada ya kusoma hiyo Biblia, amua kutumia Biblia. Kusoma Biblia ni jambo lingine, na kuitumia nalo ni jambo lingine. Amua mambo yako uyafanye kwa kanuni zilizoelekezwa na Biblia. Iingize Biblia kwenye maisha. Changamoto zako zitatue kwa kanuni zilizoelekezwa na Biblia. Baraka zako zihifadhi, zitunze kwa kutumia kanuni zilizoelekezwa kwenye Biblia. Kwa sababu kusoma Biblia ni swala lingine, na kuamua Biblia yako uitumie. Utumie Biblia. Ndio maneno nilisema wakati tunaanza, nadhani kama sikosei ilikuwa Jumapili.
Tumia Biblia. Watu wengi hawatumii Biblia, wanachanganyikiwa kwa sababu wanadhani wameamini, lakini kumbe ukiangalia kanuni wanazozitumia wala zifanana hiyo imani wanaosema wameamini. Wanatumia kanuni zingine. Ukitafuta kwenye Biblia hizo kanuni wanajaribu kuzitumia wala hazimo kwenye Biblia. Haleluya. Anasoma Biblia lakini hakwenda kuishi maisha mengine. Anaitwa muamini katika Yesu lakini anaenda kuishi maisha mengine ambayo hata Yesu hajayafundisha. Kwa hutaona uhalisia wa yale mambo Yesu alikamilisha msalabani mpaka uamue maisha yako uyaishi kwa kutumia Biblia. Haleluya. Uchukue Biblia uilete kwenye maisha yako, uishi ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo jana nilisema kwamba leo tunataka tudhamirie na tuombe kila kitu kinachoitwa hofu, kwa mambo yale yanayosababishwa, hofu ile inayosababishwa na majiant ya ulimwengu wa roho, yale majitu ya ulimwengu wa roho, zile hofu zinazotuogopesha kufanya mapenzi ya Mungu ambayo Mungu aliyaeleza kwamba tukiyafanya ndio yanatuconnect na baraka za Mungu. Haleluya. Kuna mambo Biblia imeyasema lakini si mepesi hivyo kuyafanya, lakini ukiondoa hofu unaweza kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Niwape mfano unaoweza kukusaidia kwa urahisi kuelewa hiki ninachosema. Mimi tangu nimeokoka, ukweli sijawahi kuwa na hofu kwenye vitu vya kimungu. Mimi kwa Mungu siwagi na hofu. Nikijua Mungu anataka hiki, ninakifanya. Mimi sijalishi riski iliyomo ndani yake, yani hatari iliyomo ndani mwake. Siogopagi. Kwa mfano mimi Mungu aliponiambia kuacha kazi, kuna kazi tu ya uhakika nzuri tu, nimeisomea wala sio ya kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngazi ya cheo nilichonacho nayo si ngazi ya chini, ni ngazi iliyoinuka kidogo. Lakini Mungu aliponiambia acha kazi uende ukanitumikie, wala mimi hatujabishana. Mimi huwa nasikilia watu wanabishana na Mungu, si nitakulaje, si nitafanya. Mimi hayo mawazo sikuwahi kuwa nayo. Kwa sababu aliniambia mara kwanza habari ya kuchunga nikiwa nasoma mwaka wa kwanza chuo kikuu Sokoine. Yaani mimi nilikubali tu, wala sikuona kama ni jambo gumu. Mungu amesema niko tayari. Ila nakumbuka maombi niliyomwambia siku hiyo, nikamwambia niruhusu nimalize chuo ili watu nisije nikatoka nikaenda kwenye kufungua kanisa, watu wakasema masomo yamekuwa magumu, yamenishinda, nimekimbilia kuchunga. Nakumbuka ndio statement nilimwambia Mungu. Nataka hii degree niipate ili nikienda kuchunga watu wajue sikwenda kuchunga kwa sababu huku nimeshindwa, nimeenda kutafuta maisha upande wa pili. Haleluya. Nilipomaliza nikaona Mungu hajanipa maelekezo ya kwenda kuchunga. Wakati ule serikali ilikuwa inatupa kazi hapa. Wengine walikuwa nakuja kututafuta bado hatujafanya mitihani. Mnafanya mitihani imeshabukiwa tayari na baadhi ya makampuni. Lakini mimi nilikuwa nimechagua kwenda serikalini hata hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa tumemaliza kaenda Dar es Salaam wizarani pale, Wizara ya Kilimo, tukapewa barua za ajira na nini, nikapangiwa kituo cha kwenda kufanyia kazi. Nikaambiwa utaenda Bukoba Maruku, nikaenda. Nikiwa Maruku nikaunganishwa na nafasi ambazo lazima uwe unajua kuyakubali mapenzi ya Mungu. Nikapata mbali na kwamba nimeajiriwa na mwajiri wangu ni serikali, lakini na mashirika mawili au miradi miwili ya Kiholanzi ambayo yote nafanya kazi nayo. Kulikuwa na moja unaitwa Farming Systems Research na mwingine unaitwa Bukoba Rural Development Program, yote ya Waholanzi. Yote nafanya kazi nayo. Wale wa Bukoba Rural Development wakaniambia, nakumbuka mwaka 1994, yule project counterpart ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja akaniambia, tumekuombea kupitia mkuu wa mradi. Mkuu wa mradi alikuwa ofisi yake iko halmashauri kule Rwamishenyi, wale mnaojua Bukoba. Alafu yule counterpart wangu tulikuwa tunafanya kazi ofisi moja pale Maruku. Akaniambia, nimekuombea kupitia mradi utakupeleka masters Uholanzi mwaka 96, yani miaka miwili ijayo. Sawa sawa, tumekubaliana, kazi tunapiga. Mwaka huo 94, mwajiri wangu Wizara ya Kilimo wakaniita kwenda Sokoine pale kufanya kozi fupi ya wiki 5. Nikaenda kwenye kozi hiyo nikafanya. Katikati hapo nikakutana na profesa wangu mmoja, alinifundisha, kaniambia, Sentoshi, kuna nafasi hapa za masters, fedha zipo za kutosha, zinatoka NORAD. Kutoka Norway, kuna shirika linaitwa NORAD, nasomesha wanafunzi wa soil science na animal science masters. Hela ziko nje hapa. Kwa nini wewe hujaomba? Sasa mimi sijaomba, sikuwa na maneno mengi. Akaniambia, nenda pale ofisini idarani ukajaze fomu sasa hivi. Nikaenda idarani, nikamkuta mwalimu mkuu wa idara ambaye wote ni walimu wangu wale, kwa sababu nilikuwa nimefanya soil science. Kaenda pale nikamkuta mkuu wa idara, nikamweleza profesa fulani amenituma nije nichukue fomu nijaze. Akaniambia, nafasi ni kama tumeshazijaza kwa sababu tumeshafanya selection tayari ya watu wanaingia mwaka huu. Tumebakiza majina 3 ya hao vijana ambao wanamalizia degree zao za kwanza, tumewatunzia 3. Tuna wanafunzi wetu tumewatunzia nafasi. Matokeo yao kitoka tunawaingiza. Sasa wewe, akafikira akasema, haya basi chukua fomu kajaze. Ikitokea nafasi itakuwa wazi tutakuita. Nikajaza. Kulikuwa na sehemu natakiwa kutiwa muhuri na sahihi ya mwajiri, nikakimbia Dar es Salaam haraka. Hata waniulizi, wewe unajua kuna watu wanahangaika kupata ruhusa ya kwenda kusoma, mimi nasikiaga naomba ruhusa kwenda kusoma na mwaya shughuli. Yaani mimi nifika pale ofisini utafikiri walikuwa wananingoja wanisainie. Nataka kusoma, fomu yangu hii hapa nijazie. Bila hata swali moja wakanijazia muhuri sahihi, nikarudisha. Nimerudisha hapo, kozi yangu ikaisha, nikarudi Bukoba. Kama mwezi mmoja wakati ule simu za mkononi hatukuwa nazo. Tulikuwa sisi watu wa kilimo wote tulikuwa network kwenye radio call. Vituo vyote vya kilimo kila mahali nchi nzima tulikuwa tumeunganishwa kwenye radio call moja. Kwa hiyo nikapata message ya radio call, unatakiwa darasani haraka iwezekanavyo. Jamaa zangu hawa walioniahidi kwenda Uholanzi mwaka kesho kutwa, tunakaa ofisi moja. Nikamwambia, sasa nimepata nafasi, naenda kufanya masters. Akaniambia, kwani nimesahau kwamba kabla ya hapo nienda kwenye maombi kwanza. Maana sasa zimekuwa 2. Kuna ya Uholanzi, kuna na hiyo. Halafu kuna mambo mengine, kuna wakati mwingine hivi Mungu, kuna siku nyingine unakuwa mbali, siku nyingine unakuwa karibu. Kuna mengine unaomba mpaka miezi inapita hujasikia sauti, na mengine unaomba dakika 2 na sauti inatoka. Nilienda kuomba dakika 2 hazikufika. Nikasikia Mungu akaniambia tena kwa lugha ya Kiingereza. Nikasikia Mungu ananiambia go to Morogoro. Ndio neno aliloniambia. Go to Morogoro. Kwa niliporudi
Kwanza nikuulize swali. Wewe unaweza kuwa nafasi ya kwenda Ulaya halafu kaenda Morogoro? Kwa kweli tuseme ukweli. Mimi sikupata shida. Kuna mtu hapo angekesha anafunga Bwana aseme mara ya 3 labda hajasikia vizuri. Mimi vya hivyo havinipagi shida. Mimi nikishajua mpenzi wa Mungu ndio mimi sipatagi shida. Mimi nafanya tu. Siogopi riski kwenye mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu anasumbuana na Mungu anang'ang'ana kweli kweli. Mimi sijuagi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamwendea yule bwana. Akasumbuka kweli. Yeye imani yake inamwambia labda kwa sababu bado miaka mbele, labda nimedhani wananidanganya. Kwa hiyo anataka nihakikishie kwamba hawani. Wakapigana mafax, miaka hiyo simu za mkononi hazipo, kaandikiana mafaksi huko mpaka kwenye ubarozi wanihakikishie. Halafu siku nzima ikapita hawajajibu, na Mary ni usiku saa 3 inaondoka. Haleluya. Nikaambia naenda, Mungu ameshaniambia mimi naelewa. Hata wangesema tutakupeleka nisingeenda. Kwa sababu Mungu ameshaniambia unaenda Morogoro. Nikaenda nikapanda Mary. Wale wazungu wakanisindikiza mpaka kwenye Mary, tukaagana kwa masikitiko, nikaenda Morogoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafika pale kama kawaida yangu, yani mimi siwezi kukaa mahali halafu nakaa siku ngapi sijaenda kanisani. Mimi sijuagi watu wanapataje amani hawaendi kanisani. Mimi sijuagi. Kuna watu wanaweza kudhani mimi niko kanisani kila siku kwa sababu ni mchungaji. Mimi siko kanisani kwa sababu ni mchungaji. Yaani mimi kanisani ndio mahali pangu pa kutembelea. Hata kama sijawa mchungaji, kanisani ndio mimi nikitaka matembezi nilikuwa naendaga kanisani. Ndio mahali pangu pa kutembelea. Kwa nimefika leo wenzangu wameshaanza muda mrefu karibu mwezi mzima. Nikaingia darasani, jioni lazima niripoti kanisani. Kanisa nilishawahi kusali miaka 3 iliyopita, miaka 3 mingine ya huko nyuma ndio kanisa langu. Nikaenda kanisani nikakuta kumbe dhehebu niloacha lipo, kumbe limeshabadilika. Kuna lingine limeanza. Halafu hiyo siku ndio usajili umetoka. Wa dhehebu la kanisa langu lilikuwa dhehebu fulani, wakati naondoka sasa nimerudi liko dhehebu lingine limeomba usajili wa dhehebu lingine na usajili umetoka siku hiyo. Sasa nakuta kuna mchungaji anacheka na niwakuta kanisani. Haikuwa siku ya ibada, story tu, mchungaji na wazee wa kanisa na mimi nikajiunga story. Sasa nimekaa pembeni hapa, mchungaji na wazee wa kanisa wako hapa, nikasikia sauti inaniambia nimekuleta kukuunganisha na hii huduma inayoanza. Nikasema yale mambo ya jamaa kaule ndio wakati wake sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia ndani kuna sauti inaniambia nimekuleta nikuunganishe na hii huduma inayoanza. Nikaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa naendelea na program nikamweleza mchungaji, mimi nikimaliza haya mambo mimi siendi kwa kazini tena, mimi narudi naenda moja kwa moja kwenye uchungaji. Kwa kama mna utaratibu, anzeni kuniandalia utaratibu. Na mchungaji yule alikuwa mzuri sana. Aliniandaa vizuri sana, alinitengeneza vizuri sana kwa ile mida. Ile miaka miwili tuliyokaa naye alinishape vizuri. Siwezi kumsahau. Yule ni baba yangu, ameshafariki lakini ni baba yangu yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa Zefania Rioba. Sasa baada ya kumaliza program hizi, shuhuda napoteza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nafanya research nikapata supervisor wawili wanaosimamia research yangu. Mmoja ni mwenyeji wa Tanzania, unajua wafadhili walikuwa ni NORAD. Kwa profesa mmoja wa Norway ndiye alikuwa na supervise research yangu na mwingine huyu hapa. Ile research nimefanya, wakati wa kusubmit mwishoni, yule profesa alikuwa anaitwa Rolf Sorensen. Profesa Rolf akaniambia, hii dissertation yako, research hii haijafanywa na watu wengi.
bado kuna mambo mengi yanahitaji kuendelea kutafitiwa kuhusiana na hii field uliofanya research. Kwa hiyo tunataka upgrade, uongeze research zaidi, upgrade kwa PhD. Wakati huo Mungu anasema ule muda sasa tuliokubaliana kwenda kunitumikia umefika. Profesa Rolf ananiambia research yako tuna upgrade iwe PhD. Muulize jirani yako, ungechagua nini? Na wafadhili sio kwenda kutafuta, yani hela zipo za kugharimia mambo yote hayo. Siendi kutafuta sponsor. Sponsor tayari yupo, ni NORAD anaendelea kulipia PhD program. Profesa wangu yuko tayari kurecommend niendelee moja kwa moja na PhD program. Lakini Mungu anasema muda wa kwenda kunitumikia tayari. Mimi sikupata shida. Kwamba sasa kati ya PhD na kwenda kufungua kanisa unachagua lipi? Mimi sipati shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeshaelewa, mimi sasa hivi natakiwa kwenda kufungua kanisa. Wala sio mambo pa kung'ang'ane, ulize, uwaze, sijui itaendaje, sijui itakuwaje. Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wale wakanipeleka Tanga nikafungua kanisa. Nikaishi maisha mazuri matamu, lakini yasio na hela. Yani unabahatisha, unakula kwa kuunga. Unapata kilo 1.5 ya unga na nusu na kibaba na nini cha mafuta ya taa na nini hivyo vidogodogo, mafuta ya kupikia, maisha yanaendelea. Lakini nina raha kwa sababu nafanya kazi nzuri ambayo moyo wangu wote naipenda mno. Najisikia nafanya kazi, nasikia ni utoshelevu mkubwa. Yani hii kazi sina hela. Siku nyingine kodi ya nyumba zinanipiga mpaka watu mwenye nyumba anakaribia kutuaibisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nafanya kazi napenda kweli kweli. Moyo wangu uko humo. Na enjoy. Nilikuwa na washirika wachache, yani kuwatembelea na wazungukia mara 3 wiki moja, mshirika mmoja mshamtembelea mara 2, mwingine mara 3, mwingine ngapi. Kwa sababu na enjoy tu kwa na washirika. Na enjoy tu kuwatembelea washirika, na enjoy kwenda kuongea nao, na enjoy kwenda majumbani kwao, na enjoy kutoa mapepo. Na Tanga uzuri alikuwepo mengi. Haleluya. Shughuli ya kutoa mapepo naifanya kwa bidii nyingi. Haleluya. Kwa sababu nafanya kazi napenda. Lakini nimeleta mfano huu kwa jambo moja litokea, nikaingiza uoga. Mwaka 89, mwaka huo kabla Mungu hajanisemesha, lakini ingawa hiyo ya kuogopa sio kwamba imeanzia kwenye uchungaji, hata huko nyuma. Mimi niwahi kufundisha Wakristo wapya, tunafanya mitihani ya form 4. Niko form 4. Kitu mambo ya wito wa uchungaji sijakuwa nao wala siyajui. Tunafanya mitihani ya form 4 Tarime sekondari. Mungu akaokoa kakundi sio kadogo, kanahitaji mafundisho wa Kristo wapya. Na sisi ndo tunamalizia, tunaondoka, tunawaachaje? Mimi nikaambia nitawafundisha. Wenzangu wanajiandaa na mtihani, mimi natoka darasani naenda kufundisha washirika. Halafu wale hawaji kwa pamoja. Wengine wako form 1 ratiba yao ni nyingine, wengine wako form 2 ratiba yao ni nyingine, wengine wako form 3 ratiba yao ni nyingine. Kwa hiyo wanakuja kundi la watu wa form 1 na wafundisha peke yao, na maliza wanakuja form 3 kwa ratiba yao, naendelea. Na nilianza kabla mtihani jaanza, nikaendelea mpaka mitihani naendelea. Tunatoka kwenye mtihani, wenzangu wanakimbilia kujiandaa na mwingine wa kesho, mimi na madarasa karibu 3. Siku nina bahati mawili. Nafundisha Wakristo wapya. Wala siogopi. Najua hii ni assignment ya Mungu, lazima niifanye.
halafu hayo mambo mengine Mungu naye atanisaidia kwa namna yake. Haleluya. Na Mungu alinisaidia nikapata ufaulu wa mbele kuliko wanafunzi wote. Yaani darasa lote la mikondo miwili mimi nikafaulu mbele kuliko wote. Tulikuwa wawili, tulilinganisha point za division 1 wawili, na hakuna mwingine alikuwa na point ya zaidi za kwetu, na wote sasa hivi ni wachungaji, na wote sasa hivi ni maaskofu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hizi shuhuda, agenda yangu ya kufundisha leo ilikuwa ni kutokuogopa majitu. Wengi tunateswa na tunapoteza ambacho tungepata kwa sababu maisha yetu tumejaza hofu. Tumeogopa majitu mno. Hatuendi popote, alafu tunasema Mungu ametuacha. Kumbe sisi ni waoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna uoga mwingi. Muda wa huduma unaoga, biashara itaendaje? Muda wa ibada sio itakuwaje? Yaani uoga wa kila aina. Hapo usiseme sasa kwenye kutoa. Uoga itaisha halafu itakuwaje? Muulize mama huyu. Sisi miaka fulani tulikuwa tunapata posho za mwezi. Kama tulikuwa tunapangia na wazee wetu wa kanisa, kwenye project za kanisa tuna safari kadhaa tumetoa posho nzima ya mwezi. Tunakabidhiwa, halafu kuna jambo linaendelea kanisani, tunaichukua tena tunaitoa yote. Hatuogopi mwezi tutakula nini. Na tunakula. Halafu ile miezi ambayo tumetoa yote ndio tulikuwa tunakula vizuri zaidi. Ile miezi ambayo tumeshatoa yote mara kadhaa. Ile miezi tumetoa yote ndio tulikuwa tunakula vizuri zaidi. Ninyi mkisikia mimi nawaambia utoaji, msifikiri mimi sio mtoaji. Haleluya. Siku mkiona na waeleza masuala ya utoaji, msidhani mimi sio mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikiwa na wachungaji nawaambia wakati kila Januari naletaga wachungaji hapa. Kuna wengine walipia hata zaka na ni wachungaji. Mimi nawaambia kama kuna akili iliwahi kukudanganya kwamba wachungaji shughuli yao ni kupokea na washirika shughuli yao ni kutoa, unakufa wewe na kanisa lako naliua. Kama kuna baadhi wanaamini mchungaji yeye haki zake ni kupokea na washirika haki yao ni kutoa. Nawaambiaga, kama unaamini hivyo, wewe mwenyewe unakufa kiuchumi na kanisa lako unaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku moja nimeleta ushuhuda huu kwa sababu ilitokea siku moja, ndio maana nimeleta ushuhuda huu, shuhuda hizi zote. Watu wakanitisha, sema giant, jitu moja likasimama, maprofesa. Ile tunafanya orientation mwaka wa kwanza SUA. Tunapewa data za watu waliofeli mwaka wa kwanza uliopita na wa mwaka juzi wa medisco, hawakuendelea na masomo. Kaidadi sio kadogo, kakutosha. Kuanzia mwaka uliotutangulia na wengine waliodisco na miaka mingine. Na ninyi hapa hakuna mchezo. Hapa ni kufunga mkanda. Wana maneno ya kutisha kweli. Wakafanikiwa kunitisha. Kwa sababu mimi ni mtu wa huduma. Niwe kazini, miaka nimeajiriwa nilikuwa mtu wa huduma tu. Niwe mwanafunzi, miaka nilikuwa mwanafunzi, mimi wanafunzi wangu nilikuwa natembea na huduma. Yaani sina namna naweza kuishi nimeacha huduma halafu nikawa na maisha. Tangu kabla sijawa mchungaji. Sina namna naweza kujiepusha huduma halafu nikajisikia nina maisha. Kwa ni mtu wa huduma. Sasa ile hofu iliyoniingia nikadhamira moyoni mwangu, huduma nitaacha, ila tu ibada sitakuwa nakosa.
Ibada zilikuwa zinakuwa fupi vile, fellowship yetu dakika 45 ibada imeisha. Hivyo nitavihudhuria, lakini mambo si nafuatilia nini, mara umeenda kuhubiri wapi, mara nini, nafuta nisije nikaferi bure. Hiyo time niliyofanya hivyo niliferi watu wa Mungu. Pasi mark ni 50, alama ya ufaulu unapata 50 ndio umefaulu. Nilikuwa nazipata za kubahatisha. Mimi napiga 48. Nikifanya mwingine napata 52 au 53, basi najijazia pale naishia 50 au 50.5. Haleluya. Nikana vya alama vya CC vingi vya 50 hapo. Na mwisho nika supplement, yani nikarudia somo moja mtihani. Kwa mchezo wa pepo hofu. Nikasema Mungu nisamehe. Yale matokeo ya temu ya kwanza nilivyoona, nikasema Mungu naomba unisamehe, sitarudia. Kwa kadri utakavyonipa kazi zako nitazifanya, na kusoma nitasoma bila uzembe, na najua nitafanikiwa. Nikaja temu ya pili, nikaanza kuwa napiga 75, 80 ngapi, na huduma niko busy. Siku nyingine naenda mtaani Morogoro pale napiga injili ya ile ya mtu mmoja. Kuna jamaa alinilazimisha kale kanani, kale anaita kale ka sauti, ka kipaza sauti ka kushika mkononi hivi, kakuwekea battery. Kuna jamaa mmoja alikuwa nako akanilazimisha. Nikana kwenda siku hakuna vipindi au weekend, unanikuta niko napiga kelele mjini Morogoro na hubiri. Haleluya. Lakini hiyo ndio ilikuwa siri ya kufanikiwa kwangu. Yaani mimi mafanikio yangu yalikuwa yako hapo. Nikiacha sina maisha. Nikiacha vitu vinaniharibikia. Yaani mimi upenyo wangu ni kufanya kazi ya Mungu. Nilitaka kuambia yule jamaa ambaye aliambiwa hupewi mke mpaka uteke majitu. Ukamate ardhi ya majitu ndio unapata mke. Principle iko hivi kwamba muoga hana anachopata kutoka kwa Mungu. Kalebu akasema atakayeteka Kiriath Sefera ndiye nitampa binti yangu. Maanaka anawaskrini watu waoga na wasio. Hataki binti yake aolewe na mwanaume anayeogopa kukabili matatizo. Akina baba waliolewa hii lugha wanaielewa vizuri. Hayo tunaambianaga tukiwa peke yetu kwenye semina za ndoa, au tukiwa wanaume peke yetu. Wanasema wanaume wameombiwa kukabili matatizo. Sasa mama ambaye ameolewa na mwanaume anaogopa kukabili matatizo, hata yeye mwenyewe anajisikia kama hajaolewa. Haleluya. Mwanaume ambaye changamoto ikija anarudi nyuma, anajificha, mke wake anajisikia kama hajaolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule baba kasema binti yangu simpi mtu mwoga. Naozesha binti yangu kwa mwanaume anayejua kusimama, akakabili vita na akashinda vita. Jina la Yesu libarikiwe. Binti naye yuko kama baba yake, naye ni shujaa. Kenda kuna karudi akamwambia baba, umenipa jangwa mno. Kule kusini palikuwa ni jangwa. Ukisikia Hebroni, kusini yake ndio Beersheba, na baada hapo ninaingia jangwa la Negev. Baba, umenipa maeneo ya jangwa, hujanipa mito ya maji. Haleluya. Karudi, nipe na maji, nipe na visima vya maji, vijito vya maji. Binti naye yuko anaelewa anachokifanya na anajua anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Namalizia na vita vya Gideoni. Mungu alimwambia Gideoni, hatuendi vitani na waoga.
Hatuendi vitani na watu hawaamini. Hatuendi vitani na watu ambao wanaangalia kwa macho halafu wanakata tamaa. Kama walikuwa watu wengi 32,000. Akamwambia Gideoni, toa tangazo. Chukua kipaza sauti, sio kama alikuwa anatumia kipaza sauti, maana kuongea na watu 32,000 bila kipaza sauti sio alikuwa anaongeaje. 32,000 ni wengi. Kuongea nao halafu wakusikie. Au waliosalia ni 22,000 baada ya 10, baada ya 22,000 kuondoka. Waliondoka 22,000. Walianza 32,000. Au nimesahau mimi? Hebu soma hicho kipengele. Nianze mstari wa Mzi sura 7 mstari wa 3. Basi sasa enda tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gileadi. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Imetosha. Ndicho nilikuwa nasema. Walianza 32,000. Mungu akasema waoga kwanza screen tuwatoe. Haleluya. Waoga, mvua ikinyesha waoga, kutoa hela kwa Mungu waoga, majaribu waoga, huduma waoga, maombi waoga, kufunga waoga. Na kuna vizuri. Mungu anasema tunataka tuscreen waoga kwanza. Tunaondoa kwanza waoga. Akasema tangaza. Sasa kipaza sauti cha kutangazia watu walikuwa 32,000. Katangaza wakasikia. Mara macho yake ya kuamini. 22,000 jamani ni waoga. Nikagundua okay, asante Yesu umenisaidia kuelewa hii kitu. Kumbe unaweza kuona kanisa wanajaa mpaka kule nyuma. Kumbe waoga. Unafikiri mnaenda wote vitani, kumbe umejaza waoga. Kuna watu 50 tu wasio waoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideoni anafikia na jeshi la watu 32,000, kumbe amejaza waoga. Alipotangaza waoga warudi nyumbani, hakuna kesi. 22,000 wakarudi nyumbani waoga. Halafu ninajaribu kujiuliza, hivi ukifika nyumbani ulikuwa umeenda vitani, halafu umerudi, mke wako anakuuliza vita vimeisha? Wametangaza waoga turudi nyumbani. Unaambia mke wako wametangaza waoga turudi nyumbani. Haleluya, wababa oye. Amen. Baba amerudi nyumbani, auliza vita vimeisha? Wametangaza waoga turudi nyumbani. Nimerudi. Kwa hiyo mume wangu wewe ni mwoga. Sasa wewe unafikiri vita mchezo? Haleluya. Baadaye Mungu akasema hata waliosalia 10,000 bado ni wengi. Wapime kama wanajua vita. Kuna wengine si waoga lakini vita hawajui. Yaani kanuni za vita hawajui. Akamwambia chukua hawa wapeleke kwenye kijito wanywe maji. Waambie nyote kila mtu anywe maji. Wote, hata asiye na kiu anywe maji. Kumbe anapima unywaji maji, ajue wanaoelewa kukaa kivita na wanaokaa kienyeji kiraia. Wale ambao wanakaa kivita haweki silaha chini. Mimi niliwahi kupita JKT mwaka mmoja. Silaha haiwekwi chini. Hata ungesinzia lazima ukumbatie silaha. Uhakisha hata mtu akitaka kuvuta utasikia. Uko kwenye lindo, usingizi umekuelemea na unaamua sasa nisinzie mwenzako, hebu wewe linda hapo mimi nisinzie kidogo.
na kisha namna ulivyokumbatia silaha, una hakika mtu akitaka kuvuta utasikia. Huiachi kizembezembe. Sasa akaambia wanavyokunywa maji, wale ambao watakuwa na kunywa kwa kulambalamba, wanafanya hivi, mkono mwingine umeng'ang'ania silaha, hao ndio wanajeshi. Wale wanaoweka chini, alafu waweka au waambie na warudi nyumbani, hao sio maskari hao. Askari wanaweka silaha chini. Unajua kukata tamaa maana yake nini? Kukata tamaa ni kuweka silaha chini. Kusema nimechoka, yani hivi vita nimechoka mimi, ni kuweka silaha chini. Askari ni marufuku kuweka silaha chini. Unasema hakuna mtu aliandikwa kuwa askari halafu akajitia katika mambo ya kiraia. Umeshasoma Timotheo? Halafu ambaye anaweza kumfaa tena yule aliyemandika kwa askari. Kuweka silaha chini ni kujitia kwenye mambo ya kiraia wakati wewe tayari ni askari. Hakuna aliandikwa kwa askari akajitia kwenye mambo ya kiraia halafu ambaye baada atakuwa anafaa kwa askari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame. Leo hatujaomba kwa kweli, na mimi nimefikiri kwamba kaya niliyosema yatoshe kuchaji kwa kwenda kuomba sasa. Usiku tunamkesha, kama hautaweza kwa sababu maalum kuja kwenye mkesha, nenda tukatumie kuomba. Lakini nadhani haya niliyowaambia yamesaidia wengi kuondolea uoga. Naomba tusimame. Mungu, wengine hawajawa tayari. Sema, Mwenyezi Mungu, asante kwa kusema nami. Asante kwa kunifundisha. Asante kwa kunipa ujasiri. Asante kwa kunishindia roho ya woga. Katika jina la Yesu, maarifa ulionipa na shuhuda ulizonipa zinatosha kuniondolea roho ya woga, fikra za woga, mtazamo wa woga. Neno lako limesema kwamba nitathibitika katika haki, nitakuwa mbali na kuonewa, kwa maana sitaogopa. Nitakuwa mbali na hofu, kwa maana haitanikaribia. Na mimi sasa ninasimama kutokea siku hii ya leo, ninasimama kama shujaa, ninasimama kama askari aliye tayari kwa vita, aliye tayari kuchukua eneo, aliye tayari kuchukua miliki zake, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, katika neno ulionipa niweze kusimama kutokea sasa kupigana vita vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho, kama Othnieli alivyopigana na majitu yaliyokaa Kiriath-Sefera, akayaondoa, akayafukuza, naye akapewa kile alichoahidiwa, kumwoa mke wa shujaa, kumwoa binti wa shujaa aliyepiga majitu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nami najua urithi wangu, najua haki zangu, najua nafasi yangu. Ninasimama sasa kutangazia shetani na ulimwengu wa roho kwamba sitaogopa, kwamba sitatishwa. Nitasimama, nitachukua kila nilichoahidiwa na Bwana, kila kilicho haki yangu, na
nakichukua katika jina la Yesu. Nachukua uzima, nachukua baraka, nachukua upaji, nachukua neema ya Mungu ndani ya yote niyafanyayo katika jina la Yesu. Nachukua hali ya kufanikiwa ambayo iliondolewa, ikaibiwa, ikachukuliwa na yule adui, nasimama kurejesha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, nasema asante. Baba, nasema asante kwa sababu jioni ya leo nimesikia na nitasimama sasa kutokea siku ya leo. Kutokea siku ya leo nitasimama kama shujaa, sitaogopa hofu anazoleta shetani, roho ya kutokuamini ambayo nazaliwa na hofu, ninaikataa kutokea sasa, ninaivunja kutokea sasa, ninaipinga kutokea sasa. Sitapigwa kama sina nguvu, sitapigwa kama aliye mnyonge, maana mimi si mnyonge tena katika jina la Yesu. Sitaibiwa kama aliye mnyonge, maana mimi ni tajiri tena ni jasiri, naweza kuteka baraka, maana Biblia imesema kwamba baraka za Bwana zinatajirisha na ndani mwake hamna huzuni. Nami nakataa huzuni, nakataa huzuni, nakataa huzuni inayotokana na kushindwa, nakataa huzuni inayotokana na kupoteza katika jina la Yesu. Siruhusu na sikaribishi majitu yaliyosimama kwa namna zake zote na kwa aina zake zote, yakiwa katika maumbile ya mapepo au majini au mazingira au watu wote, na waondoa mbele yangu katika jina la Yesu. Wote na waondoa kwa sura zote walizojidhihirisha kwazo, zikiwa za kibinadamu au za majini au za mapepo au mazingira. Yote ni majitu na yote ni ya Mungu, yote ni majitu na yote ni ya Mungu. Kutokea sasa ninasimama kama shujaa kuwatangazia kwamba hawatanitisha tena, na ninawaamuru katika jina la Yesu. Ninawaamuru katika jina la Yesu. Ninawaamuru katika jina la Yesu. Mapepo mnanisikia, ninawaamuru katika jina la Yesu. Nguvu za giza mnanisikia, ninawaamuru katika jina la Yesu. Nawaamuru kuachia kila mlichokishika ambacho ni haki yangu. Nawaamuru kuachilia, na nawaamuru kuachilia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nawaamuru kuachilia, nawaamuru kuachilia. Achia kazi yangu, achia wateja wangu, achia biashara yangu, achia uchumi wangu, achia fedha zangu, achia afya yangu, achia afya wanangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia milango yangu, milango ya baraka ambayo Bwana ameshanifungulia, iachilie. Unaweza kuifunga tena, unaweza kuizuia tena. Iachilie, 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 iachilie katika jina la Yesu Kristo. Iachilie, natoka kwa Mungu, natoka kwa mamlaka, na nena kama mtume wa mamlaka. Achilia, 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 achilia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwana Mungu aliye hai, Baba nasema asante. Naliombea na kanisa, sema naliombea na kanisa. Kanisa letu tunahitaji, kanisa letu liponywe, liponywe